Jeshi la polisi kwa kushirikiana na walaia wema tarehe 28 mwezi wa 10 2016 majira ya saa 2:15 usiku maeneo ya Vigozi Mbagala. Kimsingi ni kwamba watu wapatao wanne walikuwa na silaha hii SMG, walikuwa na nia kutaka kwenda kufanya uhalifu, lakini vikundi vya ulinzi shirikishi walikuwa maeneo ya Vigozi Mbagala. Baada ya kuona kundi la watu wapatao 5-6 wanakuja maeneo yale, wakawa na mashaka, kwa hiyo wakaamua kuwapata. Kila mtu alikuwa amefunga jiwe. Kwa hiyo wale majambazi baada ya kuwaona, majambazi wakapiga risasi mbili hewani kuwatisha, lakini wale vikundi vya ulinzi shirikishi katika ule mtaa hawakubali, kwa hiyo wakawarushia jiwe, na bahati nzuri wanavyonieleza ni kwamba jiwe moja likawa limewapata, jiwe moja limempiga mmoja alikuwa na SMG. Kwa hiyo akaacha SMG chini, akatupa chini SMG ikiwa na hizo risasi 17 na wakaweza kukimbia. Tulifanya juhudi ya kuwapata lakini hatukuweza kufanikiwa. Bahati nzuri mtandao tunaofahamu na polisi muda mrefu au wenye Islam ambao ndio baada ya kuwakamata. Lakini chukue nafasi hii kuwapongeza sana ndugu zetu wa Mbagala Vigozi, wameonyesha ushujaa wa hali ya juu sana, na wote tungekuwa kama hawa ndugu zetu wa Vigozi, tusingekuwa uoga sana kwa panya road. Manake wakati mwingine ni rumors, uoga, mtu anaogopa tu kitu chake, anakimbia anasema panya road. Kumza panya road wapi? Anasema huko. Wapi? Huko. Lakini hawa ndugu zetu wa Vigozi nitatafuta muda niende Ngalawa na wapongezi, wamefanya kazi kubwa sana. Nafikiri waandishi wa habari na nyinyi mtapata muda mkaenda kuwapongeza kwa jambo kubwa sana. Kwa hiyo silaha na risasi 17 sio mchezo, zingeweza kuleta madhara makubwa kwa wana Dar es Salaam. Mtaona kuna gari ya wizi. Kikosi chetu cha kupambana na wizi wa magari bado kinaendelea. Tarehe 27 mwezi wa 10 2016 kuna gari ya huyu Umi Malia miaka 34. Gari yake ilikuwa tumekuwa tumepaki hilo gari likawa limeibiwa, lakini baadaye tukapata taarifa wanaiba hapo gari, wanakwenda wameiba hapa mjini, wanaipeleka kule Kimara kwenda kuiuza. Kwa hiyo wakati wanasubiri wateja kwenda kununua ile gari, tukawa tumefanya mchakato mzuri. Kwa hiyo wanunuzi wa ile gari walikuwa ni sisi polisi, lakini sema kwa bahati mbaya waliweza kukimbia, kuweza kuwapata, lakini gari tumekamata. Kwa hiyo kama nilivyosema wakati ule, swala la msingi pia usiwaamini hata fundi wa gari, usimwamini mwosha magari, usimwamini mtu yoyote. Akiwa access na ufungua gari yako anaweza akacheza chochote. Kwa la msingi swala la gari anapooshia, kwani akiosha mpaka kumwachie funguo zako za gari. Kwa nafikiri na hilo tuliangalie. Kuna tukio nafikiri limerepeat sana kwenye magazeti la huyu Ladislaus Kaitaba miaka 58, ambaye ni askari wa jeshi, kwamba aliporwa hapo Rangi Tatu na nini, mliona kwenye magazeti. Kwa tukio ile tumekwenda vizuri, na alikamatwa Ramadhani Ndabi miaka 35, mkazi wa Mbagala Chalambe. Huyu ni mhalifu mzoefu. Kwa hiyo baada ya kumkamata alikiri kulifanya ile tukio, na tulikwenda kumchukua nyumbani kwake, mtaona hayo mapanga. Alikamatwa na hayo mapanga yapatayo 7, lakini pia aliwataja wenzake pia wamekamatwa, vijana wapatao 3. Kwa hiyo kimsingi ile tukio ambalo nilikuwa nazungumzia, captain ameibiwa, mapanga yamepatikana, na usiku aliofanya ile tukio pia wamepatikana. Kwamba ni begi, huyu bwana amenunua begi, sasa ni begi jipya, anaona kuingia Dar es Salaam ni ngumu, kwa hiyo anaweka plastiki, mambo yanaenea namna hii. Wewe unaona namna hii, kumbe ni mabani. Hebu wananchi mtusaidie sana. Hii bani mimi sielewi kwa nini. Na soko kubwa inaonekana hapa Dar es Salaam. Soko kubwa ni Dar es Salaam na Nairobi. Mimi sijui kwa nini. Mna mwingine mnaweza mkajua, waandishi wa habari. Shida ni nini? Tunakamata kila siku, lakini hawakomi. Ni kazi wamefanya polisi jamii wa Mbagala Samata Isla. Si jambo dogo. Na ningependa kwamba ujasiri uendelee. Ndio sasa hivi shida kule. Ile iliyokamatiwa Kimara walikuwa wanapiga bei baada ya kuiba. Kwa hiyo wale wamekimbia, wale vijana walikuwa wameiba hii gari, tunafuatilia.